kufanya kazi ya kichungaji huko, nikuhubiria wenzangu kule, kuwapeleka kwenye shule ya Jumapili bila kujua, na baadaye walianza kuniita mchungaji kabla ya wakati huo, ila sikujua kabisa. Baadaye historia inaendelea kwamba nilianza kuwa kiongozi wa vijana, baadaye nikawa mwanamuziki katika kwaya ile, na baadaye nikaanzisha bendi binafsi ya muziki wa dini nikishirikisha familia na mke wangu. Baada hapo nilipokuwa nimeshaoa, na hatimaye niliwahi kufanya uzee wa kanisa, niliwahi kuwa mwalimu wa dini shuleni. Kwa kweli katika hili nilipata changamoto nyingi na kupata uzoefu, kwa kuwa kwa mkupuo nilikuwa nafundisha shule 5 dini shuleni, lakini nilikuwa na mudu nikiunganisha madarasa. Wakati mwingine nilikuja kuchaguliwa kama kiongozi wa uwakili pale ushirikani. Baadaye nilipata wito sasa kwenda kusoma katika chuo cha Biblia pale Matema. Nilisoma miaka yangu 3 pale. Baadaye nilipangiwa mazoezi kwenye sehemu moja inaitwa Mkurwe kule Momba. Nikarudi tena kumalizia kozi. Baada ya kumalizia nikapangiwa sehemu moja na Waluteri. Sasa kwa kuwa nilikuwa nasoma kwa mkataba katika sehemu moja inaitwa Kiria Matundu kule Sumbawanga vijijini. Baada ya kumaliza mkataba nilipangiwa na jimbo hili la kanisa la Mwaka, ni jimbo la Kusini Magharibi, ushirika huu na Nyala, tangu mwaka 2011, na 2012 nilipata mbaraka wa kwanza. 2016 niliteuliwa kwenda kusoma theolojia miaka 3 tena pale Utengule, lakini nilikuwa nikisoma huko nikiendelea kutumika ushirikani kwa mujibu wa maagizo ya jimbo. Baadaye nilihitimu masomo ya theolojia kwa miaka 3 2018, na baada ya kuhitimu mwaka ule ule nilipata daraja la ukasisi, yani baraka wa pili. Katika hilo namshukuru Mungu sana. Na katika kumtumikia Mungu pamoja na hayo namshukuru Mungu kwa kwenye mtaa wa Songwe huu nimetumika kama mwenyekiti wa halmashauri ya mtaa, na kwa awamu kama 2 tofauti, na awamu nyingine niliwahi kuwa katibu wa ile halmashauri. Katika hayo nimemwona Mungu na ushirikiano ulikuwa mkubwa sana. Lakini ningemalizia na historia ya jinsi nilivyosoma mambo mengine au jinsi nilivyotumikia serikali. Ndugu mtangazaji na wote mnaonisikiliza, namshukuru Mungu kwamba sana pia alikuwa nami katika mipango mingine. Nilimaliza darasa la 7 pale shule ya Harambo. Baadaye nikajiunga na chuo cha useremala pale Itaka, ingawa kwa sababu ya tatizo la kifua sikumaliza mafunzo ya useremala. Na baadaye nilianzisha kituo cha chekechea, kufundisha chekechea pale Harambo. Baada ya kuendelea na kufundisha chekechea, niliteuliwa miongoni mwa walimu walioandaliwa kupata mafunzo maalum ya wanafunzi wale walioikosa shule ya msingi. Katika kata ya Harungu nilihudhuria kupata mafunzo ya walimu wa MERUKWA ili niwe mwalimu wawezesha wale walioikosa kusoma ili wasome miaka 2 wajikuta hapo darasa la 5 pamoja na wenzao. Nilihudhuria mafunzo hayo. Baadaye nilipoona vipi, niliamua kuacha hiyo shughuli ya kufundisha shule, lakini nilienda kujifunza masomo ya ushonaji katika chuo cha Kilutheri pale Matema, na nilihitimu masomo pale na kupata daraja la kwanza B katika fani ya ushonaji. Kwa hiyo kwa wakati huu mimi ni fundi wa aina zote za mavazi. Na baada ya hapo nilijiunga na masomo ya sekondari katika klasta ya Mbalizi au kituo cha Mbalizi na kupata pale cheti cha kidato cha 5. Ndugu mtangazaji, katika historia yangu ni ndefu, lakini niishie hapo kuhusu historia. Asante sana. Nashukuru ndugu mchungaji. Mtazamaji angeweza kupenda katika utumishi wako na kwa historia yako hiyo, basi changamoto gani ambazo umeenda kuzipitia mpaka sasa? Ya, ni kweli nitachambua chache. Kwa kweli katika changamoto za kichungaji nyingine zinatokea kuwa siri, lakini zilizo wazi ningependa kuziweka wazi ili hata kama wachungaji wenzangu wapo hapa wajue kumtumikia Mungu na changamoto zake hasi na chanya. Lakini wakati mwingi ninakumbuka nimewahi kupona kwenye hatari za wanyama, hasa ninapotumika huko bondeni, na nilipita karibu na fisi muda mwingi. Nimewahi kukutana na fisi jirani huko nikisafiri na familia kwenda kutumika huko na huko kuanzisha makanisa mapya.
Lakini pia nimenusurika kwenye ajali, na kama hivi tunavyosimama, mke wangu tayari hapo alishapata kilema cha ukubwani, kisha pata ajali na kuvunjika miguu yote miwili, lakini Mungu sasa anamponya. Changamoto zilikuwa kubwa, lakini nilinusurika katika mambo kwa ujumla, kwa sababu tulipokuwa tukitumika kulikuwa na maji tunapata kwa shida, lakini nimenusurika sana kwa hatari za maadui wa ndani na wa nje. Ninaposema wa ndani na wa nje, wale unaowaona na usiowaona. Nimenusurika pia katika hayo yote, na Mungu aliniwezesha, hakuniacha kabisa. Changamoto ni nyingi, lakini Mungu alikuwa upande wangu sana, pamoja na familia yangu. Kipindi hiki cha sherehe ya kumwaga mchungaji wetu James Sangawale, mchungaji, ungeweza kutoa ushauri gani kwa wakazi unaowaacha sasa na huko unakoenda? Kwa ujumla, mimi ningependa kusema kwamba ushauri wangu, ninapenda kuwaagiza au kuwaonya ndugu zangu Wananyala kwamba kumtumikia Mungu huongeza siku ya mtu, na kwa ujumla unatakiwa kuwa mtu ambaye unajitolea sana kumtumikia Mungu, kwa sababu katika mambo mengi unapokuwa unamtumikia Mungu, Mungu anakupisha mambo mengine ambayo wewe huwezi ukaona. Naomba tumtumikie Mungu kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote na kwa mali zetu zote, na zaidi tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake yote, na mengine tunaweza kuzidishiwa. Lakini ningeshauri pia ushauri wa kichungaji kwa wachungaji wenzangu waliopo hapa na wanaonisikiliza mahali pengine. Na shauri hivi, mchungaji ni Mkristo mshiriki. Kumbe mtaji wa mchungaji ni Ukristo halisi. Kitu kingine hiki ni cha ziada. Kumbe mchungaji aishi maisha ya unyenyekevu, kulinda wito wake, kujishusha na kuwatanguliza wengine. Zaidi ya yote, kuwasamehe maadui zake wote bila kujali maadui wa namna gani, na ikibidi kuwainua wanaomshusha, na wakati huo huo kuwabariki wanaomlaani. Na pia natoa ushauri kwamba kazi yetu ni ya kushuka zaidi, na kwa kuwa ni ya kushuka zaidi, tunatakiwa kujishusha na kuto kujiinua katika lolote, isipokuwa kitu cha kukidharau ni dhambi tu. Tusimdharau mtu yeyote awai yote katika uchungaji wetu, tuwainue wote kwa jinsi yoyote tuwezavyo, na Mungu anaweza kutupa baraka nyingi sana. Mwisho kabisa, ningeomba kwamba watu wa Wananyala mzidi kubarikiwa, kwa sababu kazi mtendayo siku zote ni njema na Mungu ameiona. Mtavuna kwa wakati wake msipozimia roho. Amin. Amina. Asante sana mtazamaji wa kipindi chetu. Tunaenda tamati sasa kwa kipindi hiki cha sherehe ya kumwaga mchungaji wetu. Niseme asante kwa wewe uliyekuwa katika kipindi hiki toka kinaanza mpaka kinaisha. Nitoe shukrani zangu kwa mwandaji wa kipindi hichi Raha Matola na editor wake Webi Kitope.